Na hakika hii ni jubilei ya miaka 50 ya maonyesho ya biashara ya kimataifa Dar es Salaam DITF, yani Dar es Salaam International Trade Fair mwaka 2026. Mimi ni Godfrey Kusolwa na sisi tuko hapa kuhakikisha wewe mtazamaji ambaye uko nje ya maonyesho haya unayafuatilia maonyesho haya, lakini kwa kuwa yameanza tarehe 28 na kilele chake au mwisho wa maonyesho haya ni Julai 13. Tutakuwa tukuhabarisha masuala mbalimbali muhimu katika ukuaji wa maendeleo hasa ya biashara. Na baada ya kufika leo, tumepata fursa ya kipekee baada ya kutembelea banda la Wizara ya Fedha ya kuzungumza na Mheshimiwa Waziri wa Fedha Balozi Khamis Musa Omar. Ameweza kutembelea banda la, naye ndio unaweza kusema ni mwenyeji au ni nyumbani kwake. Kwa hiyo tumepata nafasi ya kuweza kuzungumza naye mawili matatu tuweze kupata maoni yake, lakini kabla ya kuzungumza naye, kwa kuwa tumetembelea banda la Wizara ya Fedha, kwanza tuipongeze serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kusimamia miradi mbalimbali, hasa ile miradi ya kimkakati, miradi mikubwa kama bwawa la Mwalimu Nyerere, lakini tunaona SGR, tunaona kivuko cha Busisi na Kigongo kule mkoani Mwanza. Kwa hiyo ni wazi katika usimamizi wa miradi hii mikubwa ya kimkakati ya serikali. Tuanze kwa kuipongeza Mheshimiwa Waziri. Tumeenda vizuri. Tumeenda vizuri na miaka 50. Tunatarajia tutaenda vizuri zaidi, sababu kama anavyosema jukumu la kuleta maendeleo ni letu wenyewe kwa Tanzania, na tulikuwa na kisi ya miundombinu na bado tunahitaji kuwekeza zaidi. Umetaja baadhi ya miundombinu hii, na ukiangalia katika miaka karibuni kuna uwekezaji mkubwa umefanywa vile vile katika bandari zetu, bandari ya Tanga, bandari ya Mtwara, bandari ya Dar es Salaam vile vile. Kuna uwekezaji mkubwa umefanywa kwenye viwanja vya ndege. Kwa miaka mitatu minne iliyopita tuna takriban viwanja vya ndege 13 vimefanywa matengenezo makubwa, vimefanywa ukarabati na vingine vimeanza kutumika tayari. Kuna uwanja wa ndege mkubwa zaidi katika vyote hivyo vimefanywa matengenezo, uwanja wa Msalato Dodoma ambao unategemewa kufunguliwa mwezi wa Septemba mwaka huu, umekaribia kukamilika vile vile na utakuwa miongoni mwa viwanja vikubwa ndani ya taifa letu. Kwa hiyo kwenye uwekezaji serikali imefanya jitihada kubwa za kuwekeza miundombinu ya umma, lakini tunafahamu vile vile upande wa sekta binafsi nayo imewekeza katika miundombinu ya uzalishaji. Upande wa viwanda, katika sekta ya utalii kwa maana ya hotels na vivutio vingine. Kwa hiyo kwa ujumla nchi imekuwa na vuguvugu la uwekezaji. Mheshimiwa Waziri, umetembelea Sabasaba leo, inaitwa ya dhahabu hii, na umeanzia kwenye banda la Wizara ya Fedha, ukatembelea idara mbalimbali za vitengo. Nini kimekusisimua? Unaona nini? Nimetembelea banda la Wizara ya Fedha, nikatembelea maeneo mengine. Kwa hiyo kwa upande wa banda la Wizara ya Fedha nimefurahia namna ambavyo tumejipanga kutoa maelezo. Watendaji wetu ambao wanashiriki kwenye maonyesho haya wamejipanga vizuri kwenye kutoa maelezo kwa umma kwa zile huduma ambazo Wizara ya Fedha tumetoa. Tuna vitengo mbalimbali, kila kimoja kimejipanga, na ukivitembelea kwa ujumla unaona jukumu kubwa ambalo Wizara ya Fedha inatekeleza, kuanzia upangaji wa bajeti, usimamizi wake, masuala ya usimamizi wa mali za umma, maendeleo ya sekta ya fedha na huduma mbalimbali, masuala ya ununuzi na huduma mbalimbali, pamoja na mafunzo ambayo yanatolewa hasa kwa upande wa zile tasnia ambazo zinahusiana na sekta ya fedha, uhasibu, masuala ya kodi, masuala ya bima na mengine vile vile. Kwa ujumla kwenye banda letu kumekuwa na maonesho na taarifa muhimu sana za huduma. Lakini zaidi ya hapa nikatembelea na baadhi ya mabanda ambayo yanahusiana na uzalishaji. Nimetembelea kwa sababu maalum, nimetembelea banda la Zanzibar, nimetembelea banda la wenzetu wa bandari ambao wameweka pamoja wadau takriban wote wa bandari, na nimetembelea banda la taifa la China. Wamegawanyika vile vile. Tumeambiwa maonesho ya mwaka huu kuna takriban nchi 23 ambazo zinashiriki, na kila nchi katika hizo imechukua banda lake, alafu nao wanaonesha bidhaa zao. Kwa hiyo kitu kimoja ambacho kinafurahisha ni kwamba inaonekana tuna wajasiriamali ambao wamejitokeza kuzalisha vitu vingi kwa ubora wa hali ya juu, lakini tunahitaji kuwasaidia zaidi kidogo kwenye upande wa soko. Hizi jitihada ambazo zinaendelea kwenye ujenzi wa masoko, ukarabati wa masoko, nadhani hatua muhimu sana, na kama ambavyo tumesema kwenye bajeti ya mwaka huu ulioanza wa fedha, kuna fedha ambazo zimetengwa maalum kwa ajili ya kwenda kufanya ujenzi, ukarabati na uboreshaji wa masoko na sehemu nyingine za biashara. Naamini hili litasaidia sana wajasiriamali ambao wameshazalisha bidhaa zao, watakuwa na sehemu nzuri ya kuuzia na kuzionesha. Made in Tanzania, made by Tanzanians, na tunahitaji kuzisaidia.
Lakini kwa upande wa banda la Wachina wenzetu wa taifa la China ambalo wanasema wana zaidi ya makampuni 150 ambayo yamekuja kuonesha na wao bidhaa zao. Kitu ambacho kimenifurahisha kwa upande wa banda lile, nimepewa taarifa kwamba kwanza wamekuwa wakishiriki takriban miaka mitatu sasa hivi, lakini baadhi yao wamekuja kwa ajili ya kuonesha bidhaa, lakini wengine wanapofika nchini Tanzania hawaondoki kwa kuonesha bidhaa tu. Wameamua kubaki nchini na kuwekeza, na hasa wanawekeza katika eneo la viwanda. Kwa hiyo hii ni fursa nyingine nzuri kwa kutanua uchumi wetu. Kwenye Wachina wanasema wazawa kama wanapotea hivi. China una ushauri gani? Tumekuwa tukikaribisha uwekezaji kutoka nje na ni jitihada kubwa. Ukiangalia tokea miaka 80 tumeanzisha TIC mpaka leo tumeanzisha TISEZA. Jukumu lake ni kushajiisha uwekezaji nchini. Nimesema awali kwamba ni muhimu tupate wawekezaji wa ndani, lakini tunajua vile vile kwamba wawekezaji wa ndani mara nyingi tunahitaji zaidi vile vile uwekezaji kutoka nje. Jitihada ambazo wenzetu wa TISEZA wanafanya ni kwa mataifa yote, lakini ambao wamejitokeza katika miaka ya karibuni zaidi ni wenzetu kutoka taifa la China. Kwa hiyo mosi ni kwamba tunahitaji na wao tuwakaribishe, lakini bila shaka wawekezaji mwingine kama walivyo wawekezaji mwingine wote ichukue tahadhari, tuhakikishe nao wanafuata sheria za nchi yetu, kwa maana hiyo za uwekezaji, sheria za kodi, sheria za mazingira, sheria za ajira na masuala mengine. Kwa mambo ambayo hawaruhusiwi kufanya wasiyafanye, mambo ambayo wanaruhusiwa kuyafanya na sisi tuwasaidie watu wa. Labda mwisho, kwa sababu salamu zako za mwisho sana, ujumbe muhimu kwa ajili ya wananchi kuja katika miaka 50. Kwanza ni miaka 50 tumeambiwa Sabasaba mwaka huu ni ya miaka 50. Ni kipindi kirefu cha kuendelea na maonesho haya, na imejitokeza kwamba limekuwa ni jukwaa muhimu sana kwa kukuza biashara zetu, lakini kwa kuonesha bidhaa zetu za Tanzania. Hili liendelee na Watanzania wengi watembelee maonesho haya waweze kuona. Lakini la pili, tumetoka kwenye wasilishaji wa bajeti ya serikali. Tumeanza mwaka mpya wa fedha. Nilisema awali tulichokitangaza zaidi ilikuwa ni fursa za uwekezaji na biashara ndani ya Tanzania. Fursa hizi zinapaswa zichangamkiwe zaidi na Watanzania wenyewe. Kwa hiyo tulipotoa vivutio vya kikodi, tulipotoa sera za kodi za kulinda viwanda, tulipotoa sera nyingine mbalimbali za kifedha na za kikodi, ni kwa sababu ya kushajiisha uwekezaji nchini. Wawekezaji wa kwanza tuwe sisi wenyewe wa Tanzania. Hiyo ndio wito wangu. Hali ya uchumi ni imara. Hali ya uchumi ni imara, uchumi wetu umeendelea kukua, tumeona kumeendelea kutokea mageuzi vile vile. Ukiangalia miaka mitano iliyopita, mwaka jana 2025 hasa, ukuaji wa takriban 5.9%, sio ukuaji mdogo. Katika kipindi cha miaka mitano hii ndio ukuaji mkubwa zaidi. Mwaka huu 2026 tunategemea uchumi utakuwa kwa 6.3%, ukuaji mkubwa zaidi kuliko wa mwaka jana. Kwa hiyo kwa uchumi tunaendelea vizuri, lakini bado tunapaswa tulinde huo ukuaji wenyewe, na ulinzi wa kwanza ni kuhakikisha kwamba wenyewe tunaendelea kuwa na amani, tuendelea kuwa na utulivu, ili harakati zetu za uchumi na kila mmoja aweze kushiriki kwenye hatua hizi. Asante sana. Ni Mheshimiwa Waziri wa Fedha Balozi Khamis Musa Omari amekuwa hapa katika ziara ya kutembelea kwanza ile banda la Wizara ya Fedha, lakini maeneo mengine mbalimbali katika jubilei hii ya miaka 50 ya maonesho ya biashara ya kimataifa Dar es Salaam DITF. Endelea kuwa katika msimu huu, msimu wa dhahabu. Nikushukuru Mheshimiwa. Asante sana. Asante, kushukuru sana.